Jaji Mkuu wa Tanzania Profesa Ibrahim Juma amesema wananchi wameongeza imani kwa mahakama kutokana na kuimarika kwa utoaji wa haki sambamba na ukuaji wa tehama. Na katika michezo, mashindano ya mpira wa wavu ya Kombe la Muungano yameendelea kupamba moto katika viwanja vya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ambapo ushindani wa klabu za bara na visiwani umekuwa mkubwa. Habari za asubuhi watazamaji wetu, karibuni kwenye kipindi cha Asubuhi Njema, ambapo tunakuwa na taarifa ya habari na baada ya hapo tunapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari vilivyopangwa mbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Jina langu ni Dorcas Ramos na tunaianza taarifa yetu ya habari. Jaji Mkuu wa Tanzania Profesa Ibrahim Hamis Juma amesema wananchi wengi hivi sasa wamekuwa na imani kubwa na mahakama hapa nchini kutokana na utoaji wa haki kuzidi kuimarika sambamba na ukuaji wa matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano tehama. Jaji Mkuu amesema hayo wakati akifungua kikao cha tathmini ya shughuli za mahakama ya rufani, ambapo amesema kikao hicho ni muhimu kwa kupanga mikakati katika kukabiliana na mambo mbalimbali ya kimahakama, hususan katika matumizi ya tehama. Amesema ili kukabiliana na mashauri ambayo yanafika mahakamani, eneo la teknolojia lina nafasi kubwa katika kuchangia utatuzi wa kesi mbalimbali. Vilevile katika huu mkutano tutajitathmini katika matumizi ya tehama, na hasa tukizingatia kwamba mashauri yameongezeka sana mahakama ya rufani kwa sababu ya mafanikio makubwa ambayo yamefanyika mahakama kuu, mahakama za hakimu mkazi, mahakama za wilaya na mahakama za mwanzo, hasa katika matumizi ya teknolojia. Wao maboresho yameleta ufanisi mkubwa, na huo ufanisi umeongeza mashauri ambayo yanatiririka hadi kufika katika mahakama ya rufani. Katika hatua nyingine, Jaji Mkuu amesema mahakama zote zinafanikiwa kuondoa mrundikano wa mashauri mahakamani, jambo ambalo limepunguza kero kwa wananchi. Wananchi wengi zaidi wanaendelea kuamini mahakama na wengi wanaamini kwa kuleta mashauri yao mahakamani. Kwa hiyo tutegemee mashauri yatakuwa mengi zaidi. Sasa katika baadhi ya mada ambazo zitatolewa na mkurugenzi wa tehama, atajaribu kufanya makisio, atatumia njia ya artificial intelligence na machine learning kujaribu kufanya projections ya mashauri ambayo yatafika mahakama ya rufani kwa muda wa miaka 5 ijayo. Aziza Bakari, Channel 10. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya DCEA kwa kushirikiana na vyombo vingine vya dola imefanya operation na kufanikiwa kukamata pakti 10 za pipi zenye uzito wa gramu 174.77 zilizotengenezwa kwa kutumia bangi. Akizungumza jijini Dar es Salaam, Kamishna Jenerali wa Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Arates Limo amesema operesheni hiyo imefanyika katika mikoa ya Dar es Salaam, Shinyanga, Tabora, Tanga, Songwe, Mbeya na Arusha. Amesema mamlaka hiyo pia imefanikiwa kukamata kilogramu 4568 za dawa mbalimbali za kulevya pamoja na kuteketeza ekari 178 za mashamba ya bangi na kushikilia magari 7 na pikipiki 5 zilizohusika kwenye uhalifu huo. Ukamataji huo ulikwenda sambamba na ukamataji wa gari ndogo aina ya Mercedes-Benz yenye namba za usajili MG 33 BMGP iliyokuwa inasafirisha pipi hizo kuingia nchini ikitokea nchini Afrika ya Kusini. Aidha, Limo amewataka wazazi na walezi kuwa makini na vijana wao dhidi ya matumizi ya dawa za kulevya na kueleza kuwa matumizi ya kulevya hayana nafasi hapa nchini Tanzania. Tunawahimiza wazazi, walezi kuwa makini na kufuatilia kwa karibu mienendo ya watoto wao, ikiwa ni pamoja na kuwaasa kujiepusha na mazingira na sababu zozote zile zinazoweza kuwaingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Pia tunazikumbusha kampuni zinazojihusisha na biashara na matumizi ya kemikali viwandani na kilimo kuzingatia matakwa ya kisheria ya nchi na kuepuka kushirikiana na magenge ya kihalifu kusafirisha kemikali bashirifu ambazo zinaweza kuchepushwa na kutengeneza dawa za kulevya. Saidi Makala, Channel 10.
Serikali imetoa wito kwa wazazi na walezi kote nchini kuhakikisha wanakamilisha chanjo za watoto wao wanazopaswa kuchanjwa ili kuwaepusha na magonjwa mbalimbali yanayoweza kuzuiwa kwa chanjo. Tupate taarifa zaidi. Wito huo umetolewa jijini Dodoma na afisa wa mpango wa taifa wa chanjo Dr. Tumaini Haonga wakati Tanzania ikifikisha miaka 50 toka ianze kutoa chanjo kwa wananchi wake, huku ikipata mafanikio ya kuwafikia walengwa kwa 95%, lakini kuna 5% haifikiwi kutokana na shughuli za kiuchumi na kutotenga muda wa kuwezesha watoto wao kupata chanjo zote. Kwa kipindi kirefu tumekuwa tumezoea kuona maeneo ya vijijini zaidi ndiko hawapati huduma za chanjo, hawakamilishi huduma za chanjo. Hivi sasa tumeanza kuona pia baadhi ya maeneo ya mijini, kwenye majiji au miji mikubwa, kuna changamoto ya watoto kutokamilisha chanjo. Hii inajitokeza kutokana na nini? Bado inaendelea kuangaliwa, lakini kwa sehemu ni kwamba kutokana na shughuli wanazozifanya wazazi na walezi. Asubuhi mzazi analazimika kuamka mapema, anamwacha mtoto nyumbani siku ya Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Ijumaa, wakati huduma zinatolewa kwenye vituo. Naye kaimu meneja wa mpango huo wa taifa wa chanjo Bi Lotalisi Gadao akachukua nafasi hiyo kuwahimiza wanawake kwenda kupima ili kuwahi saratani ya shingo ya kizazi, kwani ukiwahi inatibika. Pamoja na hayo pia asilimia zaidi ya 70 ambao wanakuja kwenye vituo vyetu wanakuja wakiwa tayari hali zao ni tete. Wamefikia ile stage, wengine ni ya mwisho kabisa. Wakifika pale wataambulia mionzi kwa muda mfupi, wengine wanapoteza maisha. Hata takwimu za taasisi ya Ocean Road inaonyesha kwamba saratani ya mlango wa kizazi inachangia kwa 36% kati ya saratani zote na 21% huchangia kwa vifo. Wengi wao wanakufa kwa sababu wanafika pale tayari hali zao ziko mbaya. Maadhimisho ya mwaka huu yatafikia kilele mjini Tabora, yakienda na kauli mbiu isemayo chanjo ni kinga, tuungane kuwezesha walengwa wote wapate chanjo. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringa Mongi. Msajili wa vyama vya siasa Tanzania Jaji Francis Mtungi amesema kuwa hapendi na hafurahishwi kuona vyama vya siasa vinatajwa kuwa mstari wa mbele katika viashiria vya vurugu na uvunjifu wa amani wakati taifa likielekea kwenye uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu. Amesema hali hiyo inachangia kwa baadhi ya wananchi kuona siasa haina faida yoyote katika maendeleo na badala yake ni chanzo cha migogoro na mivutano ya kutafuta maslahi binafsi ya watu maalum. Tupate taarifa zaidi. Jaji Francis Mtungi, msajili wa vyama vya siasa Tanzania, ametoa kauli hiyo wakati akifungua mkutano kuhusu utekelezaji wa sheria zinazosimamiwa na afisi ya msajili wa vyama vya siasa Tanzania kwa vyama vya siasa. Fanya haya mafunzo mapema, wengine mkapata ufahamu, muepuke nini, msifanye nini katika kudumisha utii wa sheria. Ninaomba mkutano huu au mafunzo haya myape uzito, lakini pia mkiangalia dhamira na lengo ya mafunzo haya ni kwamba watu msije katikati ya shughuli za uchaguzi mkajikuta mnafanya makosa ambayo ni ukiukwaji wa sheria. Wao watafikiri kwamba mlikuwa mfahamu, ndio taswira inapelekwa kwamba ni maandalizi ya kufanya fujo au vurugu. Katika hatua nyingine, Jaji Mtungi anasema ni vyema vyama vya siasa vikajivunia tunu ya amani iliyopo ili mataifa mengine yajifunze Tanzania. Tutakuwa tunaangaliwa na mataifa ya nje, tungependa tuibuke kidedea kama mifano kwa nchi zingine, kwamba tumekuwa na mashirikiano, tumekuwa na mshikamano wa kitaifa na tumeingia kwenye uchaguzi na tumeshiriki uchaguzi kwa amani na utulivu. Kwa hiyo mambo mengine tuachie tume zetu na tuziombee tume zetu zote mbili ziweze kutekeleza kazi yake kama ambavyo inatarajiwa na umma wa Tanzania. Baadhi ya wawakilishi wa vyama vya siasa kando ya mkutano huo wamesema ni mafunzo muhimu na amekuja katika wakati mwafaka, wakati ambapo vyama vyetu vinajiandaa katika kushiriki katika uchaguzi. Kwa hiyo ni muhimu dozi ya kama hizi tuzipate ili tujiweke sawa katika kushiriki uchaguzi unaokuja. Changamoto kubwa katika vyama vyetu vya siasa, wakati tunafanyiwa uhakiki hatujui tujiandae katika sekta gani, lakini mafunzo haya
yatatusaidia kuweza kujua maeneo gani tujiandae kwa ajili ya kufanywa uhakiki. Mafunzo ambayo kuwa tunapokea kwa hisia nzuri sana, na tunaamini kwamba serikali yetu imejiandaa kwa kufanya uchaguzi wa huru na haki, lakini vile vile chama, yani msajili wa vyama, kwa sababu ndiye mlezi wa vyama, imekuwa ni wajibu wake kuhakikisha vyama vyake anavitayarisha ili kukabili uchaguzi vizuri. Katika mkutano huu wa siku mbili, wajumbe wa vyama vya siasa watapata fursa ya kuchambua masuala mbalimbali yanayohusu utekelezaji wa sheria zinazosimamiwa na afisi ya msajili wa vyama vya siasa Tanzania. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Serikali imewahakikishia vijana kuwa mashamba ya vijana ya mradi wa Jenga Kesho Iliyo Bora BBT yataendelea kufanya vizuri na kwamba ni vijana 12 pekee walioondolewa kwenye mradi huo baada ya kuonesha nia ya kutokutaka kuendelea na mradi huo. Hayo yamebainishwa jijini Dodoma na Katibu Mkuu Wizara ya Kilimo Gerald Mweli alipokuwa anafungua mdahalo wa kitaifa ulioandaliwa na Taasisi ya Kilimo Round Table Africa, na kusema kuwa serikali itaendelea kufanya kazi na vijana walioko tayari kunufaika na mradi huo. Na mtu anasema vijana wale wote hawapo, sio kweli. Vijana wale wapo na wanaendelea kufanya kazi, na waliokuwa hawako tayari tuliwapa mkono wa kwaheri waondoke. Walikuwa 12 tu walikuwa wanashinda kwa Twitter. Tuambia sasa, sikilizeni, nyie endelee na Twitter. Sisi tubaki na ambao wako tayari kufanya hii kazi. Tubaki ambao wako tayari kusafiri pamoja, tutoke huku tulipo twende kwenye prosperity. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa Kilimo Round Table Africa, Roda Magwega, amesema taasisi hiyo inatekeleza mpango wa miaka 5 unaojikita kuimarisha sekta ya kilimo ili uwe na ushindani wenye tija. Lakini pia tunakwenda kuangazia maeneo ya mifumo ya ugani kidijitali, lakini pia tutaangazia eneo la bima ya kilimo na huduma za ushauri wa sheria kwa wakulima. Nao baadhi ya washiriki wa mdahalo huo wanaeleza matumaini yao ya kukuza uchumi kupitia kilimo. Kuwekeza kwenye mashamba ambayo ni ya muda mrefu, shamba linakuwa la kwako baada ya miaka kadhaa. Naenda kujifunza mambo mbalimbali kuhusiana na swala la kujiajiri mwenyewe mimi kama kijana, licha ya kutegemea ajira za kutoka serikalini. Leonard Mwacha, Channel 10, Dodoma. Kamati ya amani ya mkoa wa Geita imekemea vikali tabia ya baadhi ya watu walioanza kupanga mipango ya kuvuruga amani ya nchi kupitia uchaguzi mkuu, huku ikiwataka Watanzania kutowafumbia macho watu wa aina hiyo. Viongozi wa kamati hiyo wamekutana kuliombea taifa katika ukumbi wa mikutano wa kanisa la AACT Diocese ya Geita Manispaa ya Geita, huku ikikemea vikali viashiria vya uvunjifu wa amani vilivyoanza kujitokeza nchini kuelekea uchaguzi mkuu. Sisi kama kamati ya amani hatuungi mkono kitu chochote kile ambacho kinaweza kuharibu au kudhoofisha au kufanya chochote kile ambacho kinajaribu kuondoa au kuharibu amani. Lakini pamoja na kuombea taifa, tunaomba Watanzania wawe watulivu. Na hasa waumini wanapokuwa nao wanaingia kwenye siasa za wenda wazimu, inatisha. Sisi tunapoona viashiria vya uvunjifu wa amani, kazi yetu kubwa ni kumwomba Mungu, kwa sababu Mungu ndiye amani, Mungu ndiye haki na Mungu ndiye upendo. Wajumbe wa kamati hiyo wamewataka viongozi wa vyama vya siasa nchini kuacha kutumia maneno yenye ukakasi ambayo yanaweza kuchochea chuki na hasira ambazo zinaweza kuchangia uvunjifu wa amani. Watakuwa wanatetea nafasi zao, watu wa siasa waepuke kauli za ukakasi. Sasa wanaanza sera za ukakasi, maneno ya ukakasi, matusi na vitu vingine ambavyo vinaweza kuhamasisha hasira. Tunataka uchaguzi wa amani Tanzania, vurugu hatuitaki. Wamama mlioko misikitini, piga magoti, omba Mungu, tunataka uchaguzi wa amani. Mwenyekiti wa kamati hiyo mkoa wa Geita Alhaji Yusuf Kabaju amewataka viongozi wa dini kuepuka kutumika kwenye siasa ili kuendelea kulinda tunu ya amani katika taifa. Kwa hiyo sisi tunajifunza. Sasa kuna baadhi ya wenzetu pia katika viongozi wa dini, hata yale matamko yao yanaashiria pia uvunjifu wa amani.
Kwa hiyo mimi binafsi ningependa kama mwenyekiti wa amani pia kuwaomba hao kama wanatumika basi watusamehe, taifa letu liendelee kuwa na amani. Kutoka hapa Geita, mimi ni Mrisho Sadik. Mkuu wa wilaya ya Babati mkoani Manyara, Emmanuel Kaganda, ameagiza taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa wilaya ya Babati kufanya uchunguzi katika kituo cha afya cha Nkaiti juu ya ukandamizaji na uonevu unaotajwa kufanywa na idara ya afya kwenye kituo hicho, ikiwemo kuondoa mashine ya ultrasound na kusababisha kukosekana kwa huduma za upasuaji. Agizo hilo la mkuu wa wilaya ya Kaganda inafuatia malalamiko ya wazee na viongozi wa mila katika kata ya Nkaiti juu ya hali ya utoaji huduma kwenye kituo hiki cha afya Nkaiti, ambapo wamelalamikia kuwepo kwa uonevu na ukandamizaji kwa wanaopata huduma hapa. Kesho TAKUKURU waende kituo cha afya cha Nkaiti. Sawa. Sawa. Waende wakafanye na taarifa yake naitaka ndani ya siku 5. Sawa. Waende wakapite pale, wawasikilize hao wazee, wakawasikilize wananchi, wakaangalie, waingie kwenye madawa, wakaingie kwenye huduma, waangalie idadi ya watumishi na mambo mengine yote. Waniletee taarifa comprehensive inayohusiana na kituo kile cha Nkaiti. Sawa. Tuone tunawasaidia wananchi au tumekuja kuwaua wananchi kama wanavyodai. Kwa sababu lengo na makusudi ya Mheshimiwa Rais kuleta fedha pale sio kuweka tu majengo yakae pale, ni huduma zinazotolewa mle ndani. Lakini ni nini hasa kiini cha maelekezo haya mkuu wa wilaya ya Kaganda kwa TAKUKURU juu ya kituo hiki cha afya Nkaiti? Hata dawa zinazoletwa pale mkuu wa wilaya, huwa madawa yanapelekwa mahali kulingana na hali ya halisi ya magonjwa yaliyoko pale. Lakini pale sisi tunaletea yale madawa ambayo imekosa soko kule. Ikishakosa soko ndio inaletwa huku dawa ambayo wagonjwa wake hawapo. Lakini italetwa rundo ile dawa ambayo wagonjwa wako humu, tunaweza wakituma wanatuma boksi hii. Sasa boksi moja kwenye kituo kizima cha afya kinakuja kusaidia nini? Lakini la pili, kuna madawa mengi mkuu wa wilaya ya wagonjwa ambao wana msamaha wa kodi. Lakini inapoletwa kule huku kwenye kituo cha afya tunadaiwa. Lakini watu wanatoka hapa, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, wanakwenda Monduli kwenda kutafuta huduma. Kwa nini wanakwenda kutafuta huduma? Huku dawa hamna. Lakini kuna huduma ambayo sasa ni nyeti sana pale, haijakamilika mpaka sasa hivi. Kwa nini haijakamilika? Ni huduma ya mama na mtoto. Sasa mama anapojifungua kuna hatari za kumchukua mama, ukimkimbiza kule inawezekana akapoteza maisha. Ikiwezekana Mheshimiwa mkuu wa wilaya, hiyo ni kero sana ambayo hiyo kituo ikamilike basi, kama operation ifanyike pale. Kutoka wilaya ya Babati mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani, Channel 10. Chama cha Machinga Old Airport jijini Mbeya kimeiomba serikali na wadau wa maendeleo kuunga mkono azma yao ya kuanzisha ujenzi wa ofisi za kisasa na ukumbi wa mikutano unaokadiriwa kugharimu zaidi ya shilingi milioni 100. Wamachinga wa Old Airport jijini Mbeya wametoa ombi hilo wakati wa kuzindua chama chao na kufanya harambee ya ujenzi wa ofisi za kisasa na ukumbi wa mikutano, ambapo meya wa jiji la Mbeya Dr. Mohamed Isa aliyemwakilisha mbunge wa jimbo la Mbeya mjini Dr. Tulia Ackson na wadau wengine wameunga mkono jitihada za wamachinga hao. Dr. Tulia atawaacha, atawaunga mkono na atawaunga mkono kwa kila atakachojaliwa, lakini najua atakachojaliwa kitakuwa kina manufaa kwenu nyinyi ambao mmeanzisha hii harambee. Ndugu mgeni rasmi, tunaomba msaada wa kununua eneo kwa ajili ya kujenga ofisi ya ukumbi wa chama cha Machinga Old Airport. Tunatarajia ofisi yetu na ukumbi eneo letu la airport ya zamani gharama ya Tanzania shilingi milioni 100. Katibu wa siasa na uenezi wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mbeya Christopher Uhagire amesema Chama cha Mapinduzi kitaendelea kuwasemea wamachinga ili kuona changamoto zao zinatatuliwa, huku mwenyekiti wa wamachinga mkoa wa Mbeya amesema umoja huo umelenga kuwekeza kwenye vitega uchumi hivyo. Lakini pongezi hizo haziwezi kuenda nje ya mbunge wa jimbo la Mbeya mjini Dr. Tulia Ackson. Najua ninyi ni mdau wenu mkubwa na ndio maana mkampa heshima leo ya kuwa mgeni rasmi. Lakini mmetia bora. Yaani tayari mimi Chama cha Mapinduzi
ambaye muda sio mrefu naenda kutafuta wagombea wa kuwaleta kwenu wananchi. Kama tayari mmeshaanza kuwachangia baadhi ya wanachama fedha ya fomu ya kuchukua akiwa Dr. Tulia. Tunayo shukrani kubwa kwa kukubali ombi letu. Tunajua una kazi kubwa sana, si Mbeya tu, ni nchi yote ya Tanzania na nchi jirani kwa vyeo vyako vilivyo, lakini sisi ni watu wadogo. Malengo yetu ni makubwa. Sisi ni wafanya biashara wadogo wadogo, lakini ndoto yetu kubwa ni kuwa wafanya biashara wakubwa. Nikiripoti kutoka. Naam, na sasa ni habari za michezo ambako tunaelezwa mashindano ya mpira wa wavu ya Muungano yameendelea kupamba moto katika viwanja vya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, huku vilabu kutoka Tanzania bara na visiwani vikiendelea kuchuana kusaka ubingwa huo, ambapo ushindani umekuwa mkubwa kwa vilabu shiriki. Akizungumza kwa niaba ya uongozi wa shirikisho la mpira wa wavu Tanzania, Riziki Godwin, ambaye pia ni mratibu mashindano hayo, ameeleza mashindano yanavyoendelea na ushindani sambamba na kufikiwa kwa lengo lake la kupata vipaji vipya. Leo ni siku ya 3 ya mashindano, ambapo mashindano yameanza toka tarehe 22. Timu ushindani mkubwa kwa kweli, timu zinajitoa, zinapambana kuhakikisha kila mtu anagawania nafasi. Sasa hivi tuna timu kama 3 ambazo bado zina uhai mkubwa sana kwenye mashindano haya. Lengo linafikiwa kwa sababu timu zimekuwa nyingi. Timu zinapokuwa nyingi maana yake ni kwamba unapata wachezaji wengi zaidi. Unapokuwa na wachezaji wengi tafsiri ni kwamba hata wale wachezaji ambao ni chipukizi bado wanapata nafasi ya kucheza, tofauti na timu zikiwa chache. Kwa hiyo bado tunafikia lengo pia la kuibua vipaji na kupata vipaji vipya. Na tunaona kuna wachezaji wapya ambao ni sura ngeni hapa kwenye mashindano haya. Kwa upande wa makocha na wachezaji wa vilabu vinavyoshiriki mashindano hayo, wameeleza kuridhishwa na ushindani mkubwa, huku kila upande ukitamba kuibuka na ubingwa. Tunaandaa timu zetu kwa ajili ya mashindano haya majeshi, na timu yangu inao wachezaji ambao ni askari, ni wengi sana, raia wachache. Kwa hiyo huwa pia najaribu kusaidia kupanga timu ya askari tupu hapa wacheze kwa ajili ya kujiandaa na mashindano majeshi. Mashindano ni makali, ushindani ni mkubwa sana. Hakuna adui mtoto, nimeamini. Kila timu imejipanga vilivyo, watu wamesajili kwa ajili ya mtanange huu. Ushindani upo, kwanza tunashukuru. Huu muungano tunataka tuendelee hii ligi yetu ya muungano, kwa sababu muungano ni wa zamani. Muungano hudumu na mashindano mazuri. Yana changamoto, changamoto yake tumesikuta timu nzuri. Wachezaji timu nyingine wao wametoa Uganda, Kenya, wapi. Ni mazuri, si Zanzibar tumetoka wenyewe kama Zanzibar. Ni fursa kubwa kwa kuwa sisi bado ni wadogo na timu tunazocheza nazo ni kubwa. Tunajivunia kwamba sisi bado ni wadogo na bado tuna uwezo wetu unaweza kushiriki katika mashindano. Timu nyingi zimejiandaa, ushindani ni mkubwa, ila tunaamini kwa jinsi tulivyojipanga tutapambana mpaka tufike finali na ikiwezekana kabisa kuchukua kombe. Mimi ni Yakini Mwakatobe, Channel 10. Mwisho wa taarifa yetu ya habari. Baada ya muda mfupi tutapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari vilivyopaumbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Endelea kuwa nasi.